Swala la kupambana na hizi ajali za barabarani inahitaji mbinu nyingi sana. Kwa hiyo kupongeza RPC. Hii ni mbinu uliyobuni, ni mbinu nzuri sana kwa mkoa wetu wa Mbeya, ikienda mpaka ngazi ya chini itatufisha mbali na kupunguza ajali za barabarani. Mimi niseme kama kuna kitu ambacho kwa kweli inabidi kiendelee bila kusimama, ni swala la elimu ya usalama barabarani. Swala la ajali barabarani, hakuna mtu ambaye hajaiguswa na hiki kitu. Shida iko wapi? Shida kubwa iliyopo sio leseni peke yake, kwa sababu hata wengine leseni wanazo. Ni tabia zetu sisi wenyewe. Unakuwa leseni unayo, kila kitu unacho, umefundishwa, lakini zile tabia na zenyewe zinachangia sana. Mtu anatoka na gari yake huko, anakwenda kwenye maeneo ya starehe, alianza na moja, lakini sasa safari moja anaanzisha nyingine, inakwenda mwisho wa siku anaona maruweruwe, lakini bado anataka kuendesha gari barabarani. Wengi wanaopata ajali wala sio wale waliojifunza hivi karibuni. Unajua mtu akijifunza karibuni anakuwa mwangalifu sana, lakini kadri siku zinavyoenda anajifanya yeye ni mzoefu. Hapo ndipo panapoleta shida hapo. Mimi sijafanya utafiti, lakini naamini asilimia zaidi ya 80 mpaka 90 ya ajali zinazotokea barabarani ni makosa ya kibinadamu. Na mimi niombe wakufunzi muwaletee kitu kinachoitwa case study, kuwaletea kesi za ajali mbalimbali na mazingira zilizotokea, nini kilikuwa chanzo, kwa mujibu wa ninyi mlipokwenda kupima mligundua chanzo ni nini, ili na wao wajue asilimia kubwa ya ajali ni matatizo ama makosa ya kibinadamu. Ni muhimu sana kujifunza, lakini sio kujifunza tu, kufuata sheria za barabarani. Na mafunzo haya, kamanda, nadhani tulenge tena na wale ambao wana leseni za siku nyingi, kwa sababu hata mafunzo kuna kitu kinaitwa refresher course, ni muhimu sana. Yaani bila refresher, hao ndio wanaotusumbua usio na refresher hao. Shekhe yuko hapa. Vitabu vinatuambiaje kwenye kukumbushana? Tunaambiwa fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin, si ndio? Yaani hapa kwa hiyo ni Kifaransa. Lakini tukirudi kwenye Kiswahili wanasema vitabu vinatuambia tukumbushane, hakika kule kukumbushana kutawafaa wale wanaoamini. Ndio hiyo tafsiri yake. Kwa hiyo kwa maana hiyo kukumbushana bado ni muhimu sana. Tusiseme kwamba hawa walishamaliza, hao ndio wanaotuletea shida barabarani. Kuna kujisahau. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunakumbushana, mwisho wa siku hizi ajali zitapungua. Kama mlivyosikia awali, tulikuwa tunapata ajali zisizokuwa za lazima, na tukafanya tathmini, mimi na maafisa wenzangu, tukasema tupate dawa au suluhisho la nini kinaweza kufanyika ili tuweze kusaidiana kusiwepo na ajali kwenye maeneo yetu, na hususan katika mkoa wetu wa Mbeya. Na naposema kwenye maeneo yetu, ilikuwa sio ajali inatokea Mbeya mjini. Watu wengine wanafikiri tukisema Mbeya wanajua ni kule Mbeya. Kumbe Mbeya ni mkoa mzima, hata Chunya zilikuwa zinatokea ajali. Sasa tukapata suluhisho kwamba kumbe si kwamba kama walivyokuwa wanasema ni vibwengo sijui majini, hapana. Kumbe ni watumiaji wenyewe wa barabara ndio wanaosababisha ajali zisizokuwa za lazima, na wanazifanya hivyo kwa sababu hawana uelewa wote, iwe sisi askari au wale watumiaji wengine wa vyombo vya moto. Kwa hiyo nikasema tuanze na sisi askari wa jeshi la polisi, tufahamu kwanza chombo au tufahamu sheria za usalama barabarani, hapo baadaye sasa ndio twende kwa wengine ambao tunafanya nao kazi, kwa maana ya wadau wa usalama barabarani. Hilo likapita, na ndio maana unaona leo kwa wilaya hii ya Chunya askari na wenyewe ni miongoni mwa wanafunzi kama nyinyi. Kwa hiyo haingii humu kama askari, anaingia kama wanafunzi, lakini pamoja na hayo anafanya kazi ya usalama barabarani au kazi ya polisi. Kwa hiyo ni vizuri
kutumia fursa hii sasa kwa nyinyi askari kwanza kujifunza, kwa sababu tumechagua chuo kimoja cha VETA ambacho ni chuo cha serikali. Kulikuwa na vyuo vingi sana huko nyuma, na nyinyi mnafahamu, vikao vinafundisha watu, vinachukua pesa ada, alafu anakuambia atakuletea cheti, anaondoka. Kwa hiyo ndio maana unaona wengi wanasema tuna vyeti, tulisoma. Hivyo vyuo vimekwisha futwa. Sasa hivi tunavitambua vyuo vile ambavyo vimekwisha jisajili kwenye mfumo rasmi. Sasa baada ya kuona hilo, tukasema twende pia kwa majeshi mengine, magereza, uhamiaji, jeshi la wananchi, kwamba tuweze kuungana nao katika mkakati huu wa kupunguza ajali, wasome na wao wapunguzo lile lile. Wenzetu VETA wakakubaliana na wazo hilo. Kwa hiyo mpongeze sana VETA mkoa wa Mbeya kwa kukubali ombi hili ambalo niliwasilisha baada ya kuwa tumekaa, kwamba punguzo hili liwe kwa wote, lisionekane kwa askari na watumishi wengine, kutoka kwenye 2,210,000 ikawa ni shilingi 1,105,000. Fupi nieleze ili wazo la kutoa mafunzo kwa watumishi wa serikali lilianza kutokana na maelekezo ambayo niliyapokea kutoka kwa kamanda wangu wa polisi mkoa wa Mbeya, Afande Benjamin Kuzaga, kwamba nianze operation kali ya kuwakamata askari polisi ambao wanaendesha vyombo vya moto bila kuwa na sifa, kwa sababu wao lazima wawe mfano. Kwa hiyo kama msaidizi wake kipande cha usalama barabarani, nilimshauri afande tutoe kwanza nafasi ya kupata mafunzo na baadaye wapate sifa za kuwa na leseni, kwa sababu sasa hivi leseni utaratibu umebadilika sana. Hakuna uwezekano ambao unaweza kupata leseni bila kuwa na sifa, na sifa kubwa ni kupata mafunzo. Sisi kama kamati tunajivunia mkoa wa Mbeya ulikuwa ni miongoni mwa mikoa ambayo inaongoza kwa ajali. Ilikuwa haivuki mwaka mwishoni Krismasi watu wanakula wakiwa na majonzi kwa kupoteza wenzao, familia, au kupata ulemavu au kuanza mwaka vibaya. Na wengi wao walikuwa wakisema huwezi kumaliza mwaka bila gari kuchinja Mbeya. Lakini hiyo sasa inawezekana, na tunaweza tukawa mashahidi wote. Hakuna ajali iliyokuwa mbaya katika hichi kipindi chote tangu sheria zianze kusimamiwa vizuri chini ya usimamizi wa kamanda wa mkoa pamoja na RTO wetu. RTO wetu wanamtania, japokuwa ni kweli. Sasa hivi akipita madereva wanaomfahamu wanasema chuma kile kimepita. Sasa hizo ni lugha za mtaani, lakini wanaelewa maana yake. Tafsiri ni kwamba ameamua kusimamia sheria za usalama barabarani kama alivyosema, anapewa maelekezo na RPC. Kulikuwa kuna kasumba ya kusema kuna vibwengo barabarani. Mheshimiwa DC, nadhani unaweza ukawa shahidi, watu walifikia mahali kuwachukua viongozi wa kidini au wa kiroho pamoja na wa kimila wakafanya maombi kwenye barabara zetu za Mbeya, wanagaragara na kuchinja kondoo. Hamjawahi kusikia hilo? Yes. Lakini RTO alivyofika akapewa maelekezo katika usimamizi wa sheria barabarani, kilichokuja kutokea akasema hakuna vibwengo. Vibwengo ni madereva, na hili tumelishuhudia. Mtu anayevunja sheria akisimamiwa vizuri, akakaa kwenye sheria zilivyotungwa, hazikukosewa, basi zikifuatwa madhara huwa yanapungua au kuisha. Mafunzo haya kiujumla yatahudhuriwa na washiriki wapatao 165, askari polisi 135, askari polisi wako 65 na watumishi kutoka idara mbalimbali pamoja na familia zao wako kama 72. Lakini mpaka sasa hivi ambao wamekwisha fanya malipo na kujiandikisha jumla wanafika 90. Lakini mafunzo yote yanachukua watumishi pamoja na askari na familia zao jumla ni 135. Labda naomba neno moja kwa moja kwenye malengo ya mafunzo haya. Mafunzo haya ni mkakati wa kujengea uwezo wa wafanyakazi wa serikali juu ya matumizi sahihi ya barabara, magari yao wapo barabarani. Malengo ya pili ya mafunzo haya, watumishi wa serikali kuwa mabalozi wazuri wa barabarani, wakiwa wao ndio mfano wa kufuata sheria hizo
wanaposimamishwa na askari barabarani tunategemea wao, kwa sababu jamii tunaishi ni moja. Kwa hiyo tunaonana wewe ndio yule mtumishi, kwa yeye kama mtumishi wa serikali awe mfano kwa askari. Ilipewa tangazo kwamba kutakuwa na hayo mafunzo, na hasa walivyosema kwamba kutakuwa na punguzo kutoka hilo 2,500 mpaka kufikia 1,500 kwa ajili ya kufanya mafunzo. Kwa hiyo hapo na mimi nikaona kwamba ni nafasi, lakini pia walivyokuja sasa hapa Chunya, kwa sababu unajua watu wengi tulikuwa tunahitaji kupata mafunzo, lakini upo kazini, unapata muda saa ngapi wa kwenda labda VETA, lakini walivyosogeza huduma hapa Chunya, maana yake imekuwa ni rahisi hata sisi watumishi kuingia na kuendelea kujifunza. Tuna vyombo vya usafiri lakini jinsi ya kuvitumia hatujui. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nafikiri tutajua umuhimu wa namna gani tuvitumie tunapokuwa barabarani. Wito wangu kwa madereva wengine ni kwamba kila kitu unatakiwa ujifunze. Ukijifunza, ukielewa, ni rahisi kufanya shughuli yako yoyote ile utaifanya vizuri, kwa sababu utakuwa na uelewa wa ile shughuli unayoifanya. Madereva tunawaomba wa vyombo vyote waje wahudhurie haya mafunzo ili wapate uelewa na wakuepusha na wengine na ajali barabarani.